Naam, habari wakati huu mtazamaji wa Channel 10 Plus popote pale ulipo, karibu sana katika taarifa yetu ya habari, na msomaji wako ni mimi Nelson Munema. Nitakusomea hapa habari za kitaifa na habari za kimataifa na mwenzangu Pauline Mvungi katika habari za michezo na burudani. Karibu. Idadi ya wanafunzi wenye mahitaji maalum katika shule ya msingi Mbugani Manispaa Geita imeendelea kuongezeka kufuatia elimu inaendelea kutolewa kwa jamii juu ya kupuuza imani potofu na kutambua haki ya watoto hao kupata elimu kama watu wengine. Mwanahabari wetu Mrisho Sadiki ameandaa taarifa ifuatayo kutoka mkoani Geita. Akizungumza baada ya jumuiya ya wazazi ya CCM kata ya Kalangalala Manispaa Geita kufika shuleni hapo na kukabidhi msaada wa chakula na vinywaji, mwalimu mkuu wa shule ya msingi Mbugani Bernard Mayunga amesema mwamko wa wazazi na walezi umechangia kuongezeka kwa idadi ya wanafunzi wenye mahitaji maalum, ambapo ndani ya mwezi mmoja shule hiyo imepokea wanafunzi zaidi ya 30. Watoto ni wengi na wanaongezeka kila siku. Kwa mfano mwaka huu tu tangu tumefungua shule tumepokea watoto wageni tofauti na wale wenyeji waliokuwepo zaidi ya watoto 30. Tunawapenda, lakini tunawathibitisha kwamba rais wetu Mama Samia anawapenda, ndio maana amewajengea na majengo, ndio maana ametenga fungu kwa ajili yao. Eneo kubwa sana wameshaweka fence. Kipande kilichobaki ni kidogo, na kipande hicho tunaamini kwamba serikali watakamilisha muda si mrefu. Maana sehemu walioweka fence ni robo tatu, na sehemu iliyobaki ni nafikiri ni kama mita 50. Katibu mwenezi wa CCM wilaya Geita Gabriel Nyasilu ameitaka jumuiya hiyo kuendelea kutoa hamasa kwa wadau mbalimbali ili kujitokeza kusaidia utatuzi wa changamoto zilizopo katika eneo hilo. Hiki kituo tukitangaze, jamii yetu ya Geita iliyojaliwa utajiri mkubwa ijue kwamba wapo watoto hapa wenye uhitaji. Tutawagusa watu wengi kuja kuwasaidia, na watu wa Geita wana moyo wa utoaji, tumeshiriki nao kwenye matukio mengi. Kutoka Geita, mimi ni Mrisho Sadik. Asante Mrisho Sadiki kwa taarifa hiyo. Serikali mkoani Mara imesema inatarajia kuanza msako wa watoto wote ambao hawajaripoti kuanza masomo, huku likitolewa onyo kali kwa wenye viti wa vijiji na wazazi wanaotumia mikutano ya vijiji na misiba kukalia madawati, viti na meza za shule ikiwa zimetengenezwa kwa ajili ya wanafunzi na si kwa ajili ya vikao vya wazazi na misiba. Musa Makali anaripoti kutoka mkoani Mara. Kauli hii inatolewa na mkuu wa wilaya Rorya Daktari Alfani Haule wakati wa kupokea vifaa tiba na vifaa vya elimu vyenye thamani ya zaidi ya shilingi milioni 200 ambazo zimetolewa na mdau wa elimu ambaye ni benki ya NMB, ambapo pia mkuu wa wilaya Rorya kwa niaba ya mkuu wa mkoa wa Mara kwanza agizo analitoa kwa watoto ambao hawajaanza masomo hadi sasa katika mkoa wa Mara. Kwa wazazi ambao watakuwa bado hawajawapeleka watoto wao shuleni, tutatumia nguvu. Wale wanafunzi wa form 1 ambao wanatakiwa waanze shuleni, tutawasaka hao wanafunzi, tuhakikishe wote wamepelekwa wapi? Shuleni. Hivi viti na meza na mabenchi yasitumike kwenye sherehe, kwenye mikutano, kwenye misiba. Pia miongoni mwa vifaa vilivyotolewa ni mashine 8 za joto kwa watoto njiti katika hospitali ya KMT Shilati, ambazo zinatajwa zitasaidia kuokoa maisha ya watoto hawa ambao kwa mwezi katika hospitali hiyo huzaliwa watoto njiti takriban 37. Kwa hiyo tumeona tufocus zaidi kwa swala la mtoto na mama. Kwa sababu walikuwa ukiangalia katika takwimu nafikiri ya moyo kwa tumekuwa na vifo vingi sana vya watoto ambao ni wachanga. Lakini Mungu ametupa nafasi kwa nini tusitumie kuweza kuwasaidia watoto. Hizi incubators kwa sababu most of the times tulikuwa tunawapoteza watoto wengi, kuletwa hizi incubators na maana tutatoa huduma ambayo ni nzuri zaidi. Lakini na sisi tunaahidi kwamba tutavitumia katika njia ambayo itatubariki sisi sote na italeta mabadiliko makubwa katika jamii inayotuzunguka. Madawati 540, vitanda vya wagonjwa na magodoro ya hospitali pamoja na mashine 8 za joto, mabati zinatolewa na benki ya NMB katika mkoa huu wa Mara. Hivi vifaa vyote vimegharimu takriban shilingi milioni 230. Vifaa vya kisasa vinahitaji utaalamu wa kisasa. Kwa tutaenda kupunguza changamoto ya ukosefu wa vitanda kwenye baadhi ya wodi ambazo tulikuwa bado hazijakamilika. Benki hiyo pia imetenga kiasi cha zaidi ya shilingi bilioni 7 kwa ajili ya uwajibikaji kwa jamii. Kutoka hapa wilayani Rorya mkoani Mara, jina langu ni Musa Makali na hii ni Channel 10. Asante Musa Makali kutoka mkoani Mara.
Mkuu wa wilaya ya Morogoro Musa Kilakala amewataka madiwani wa halmashauri kuhakikisha wanatoa kipaumbele maalum katika utoaji wa elimu kwa wananchi kuhusu umuhimu wa bima ya afya kwa wote, Universal Health Insurance UHI, ili kuwajengea uelewa mpana na kuongeza ushiriki wao katika mpango huo utakaotekelezwa chini ya mwongozo wa sheria ya UHI ya mwaka 2023 ambao umezinduliwa rasmi tarehe 26 Januari mwaka huu na Waziri wa Afya Mohamed Mchengerwa. Mwanahabari wetu Jimmy Mengele ameandaa taarifa ifuatayo. Wito huo umetolewa kwenye baraza la madiwani manispaa ya Morogoro, ambapo amesema ni muhimu kwa madiwani kutoa elimu kila wanapofanya mikutano na wananchi. Vikao vyetu tutakavyokaa vya wananchi, ajenda ya bima ya afya kwa wote iwe ajenda ya kudumu kwenye vikao vyetu. Jadili kwenye ODC zenu, tushushe kwenye vikao vyetu vya kamati ya mtaa. Wananchi wanapojadili shughuli za kimaendeleo katika mitaa, lazima wajadili umuhimu wa bima ya afya kwa wote. Haya ni maelekezo ambayo wananchi wote wameunga mkono kwa kuanzishwa kwa Dkt. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, wa kujali afya za Watanzania na wananchi wote anaowaongoza. Kwa mkoa wetu wa Morogoro tuna watu 55,611 zile kaya zisizojiweza. Kwa hiyo tunaenda kutengeneza kadi sasa, tutawafuata waliko. Sisi tutaenda kila kijiji, tutaenda kila kitongoji na tutaenda kila mtaa kwa ajili ya kuwatengenezea kadi. Na hizi kaya hazitachanga, zitalipiwa na serikali. Kwa upande wake mstahiki meya wa manispaa ya Morogoro Halidi Matengo amesema mpango wa bima ya afya kwa wote unachukuliwa kwa umuhimu mkubwa na kuwafikia wananchi wote wenye uhitaji wa huduma hizo, huku akipongeza mpango huo namna utakavyowanufaisha Watanzania wengi. Watanzania wengi bado ni wana maisha duni, na wao pia wanastahili kupata huduma ya afya sawa na wenzao wote. Hivyo akaja na mpango mkubwa, mpango mkakati wa bima kwa wote, na tarehe 26 imeshazinduliwa rasmi, na sasa hivi zile familia duni zimeanza kufikiwa. Kwa hili ni jambo lazima tulisemee. Vikao hivi ambavyo vina sura ya wananchi ni vizuri. Taasisi na idara za umma zikatuma wawakilishi zile zote ambazo zinatoa huduma kwa wananchi, ili waweze kusikia na kujua wao wapo katika position gani. Jimmy Mengele, Channel 10, Morogoro. Asante Jimmy Mengele kwa taarifa hiyo. Muungano wa vyama vya kihafidhina wa kansela wa Ujerumani Friedrich Merz waonekana kuwa sawa na chama cha mrengo mkali wa kulia Alternative for Germany AfD ambacho kimepanda kwa ushawishi mkubwa kwa mara ya kwanza katika miezi kadhaa. Mwanahabari wetu Lulu Ali anasimulia zaidi. Habari zinasema utafiti uliofanywa na INSA unaonyesha kuwa iwapo uchaguzi wa shirikisho la Ujerumani ungefanyika siku inayofuata, 26% ya waliohojiwa wamesema wangeipigia kura Christian Democratic Union CDU ya Merz au chama cha Kibavaria cha Christian Social Union CSU. Kwa mara nyingine tena utafiti wa INSA ulifanywa kati ya Januari 26 na 30 ukihusisha watu 1204 wenye sifa za kupiga kura nchini Ujerumani, na kiwango chake cha juu cha makosa kitakwimu kikadiriwa kuwa na takriban 2.9. Chama cha AfD kimekuwa katika kiwango cha 26 kwa wiki kadhaa, hali iliyokifanya kuwa mbele ya vyama vinavyounda serikali ya muungano. Na kwa utafiti uliofanyika mwezi Septemba mwaka 2025 ulionyesha kuwa CDU na CSU kuwa sawa na AfD. Siasa za ndani za Ujerumani kwa mwaka 2026 zinatarajiwa kutawaliwa na mjadala mkali kuhusu pension, uhamiaji, ajira kijeshi na kupanda kwa umaarufu wa chama cha mrengo wa kulia wa AfD hususan katika majimbo ya mashariki mwa nchi hiyo. Serikali ya muungano inayoundwa na vyama vya CDU na CSU na SPD unakabiliwa na changamoto nzito za kisera wakati ikijaribu kusawazisha mahitaji ya kijamii, usalama wa taifa na shinikizo la kisiasa linaloongezeka. Kwa ujumla, mwaka 2026 unaonekana kuwa mwaka wa maamuzi magumu kwa Ujerumani, ambapo sera za kijamii, usalama na mwelekeo wa kisiasa zitapimwa kwa kiwango kikubwa kuliko wakati mwingine wote wa hivi karibuni. Lula Ali, Channel 10+. Asante Lulu Ali kwa taarifa hiyo. Katika kuunga mkono jitihada za serikali za kukuza matumizi ya nishati safi ya kupikia,
Mbunge wa jimbo la Mtumba ambaye pia ni waziri wa madini Anthony Mavunde amekabidhi majiko 1000 ya gesi kwa mamalishe na babalishe wa jimbo hilo, hatua inayolenga kuboresha afya zao, kuongeza ufanisi katika shughuli pamoja na kulinda mazingira kwa kupunguza matumizi ya mkaa na kuni. Kutoka jijini Dodoma, mwanahabari wetu Roda Simba anaripoti. Akizungumza jijini Dodoma, Mavunde amesema mpango huo ni sehemu ya juhudi za serikali kuhakikisha wajasiriamali wadogo wanatumia nishati salama na rafiki kwa mazingira, hatua itakayopunguza athari za kiafya zitokanazo na moshi wa mkaa na kuni, huku ikiongeza tija na usalama katika shughuli zao za kila siku. Wakati wa kampeni nilipita na kuahidi, niliwaambia nitahakikisha kila kata mamalishe wa kata husika wanapata majiko ya gesi. Kwa hiyo leo nipo hapa kutimiza ahadi yangu ya kugawa majiko haya ya gesi ndani ya miezi miwili tu tangu mnichague kuwa mbunge wenu. Katika hatua nyingine, Mavunde amewaahidi kuwatoa mamalishe na babalishe hao kwenye mikopo umiza almaarufu kausha damu. Nataka nitumie klabu zenu hizo tuwasaidie, niwaunganishe na wahusika, tupunguze makali ya mitaji na kukopa huko mpaka panaotoa shida. Baadhi ya mamalishe wa jimbo la Mtumba waliopatiwa majiko hayo wanaeleza adha waliokuwa wanaipata wakati wakitumia nishati chafu ya kupikia. Hapo zamani tulikuwa tunatumia majiko ya mkaa, kuni, lakini yalikuwa ni hatarishi kwa sisi wanawake kwa sababu ya moshi, mazingira, moshi inaathiri vifua vyetu. Lakini kwa sasa tumepata nishati safi, kiukweli tunatunza mazingira na tunapika kwa haraka. Nimetumia mkaa na kuni mpaka nikapata athari ya kifua na macho. Leo tunafuraha kutuletea mkombozi ambaye ameweza kutusaidia kutupa nishati safi. Tutanaona tutakaa sasa kwa uzuri na tutapata afya njema. Kwa kweli kuni zina athari nyingi, moshi mwingi, tunaugua sana vifua, tunakosa amani ya kupika. Unapika kwa sababu ufanyeje? Hali ya uchumi ni ngumu, unabidi ufanye hivyo ili uweze kujiwezesha. Kutoka Dodoma, Roda Simba, Channel 10. Asante Roda Simba kwa taarifa hiyo kutoka jijini Dodoma. Waziri wa Ujenzi Mheshimiwa Abdallah Ulega amemwelekeza meneja wa barabara yani TANROADS mkoa wa Kagera na mkurugenzi wa barabara kutoka Wizara ya Ujenzi kuvunja mkataba na kumfukuza kazi mkandarasi aliyejenga barabara ya Omurushaka Karagwe mpaka Rwenkorongo Kyerwa yenye urefu wa kilomita 50 ambayo itagharimu zaidi ya shilingi bilioni 94. Kutoka mkoani Kagera, Jacques Joachim anaripoti. Mnapokuwa mnasimamia miradi, ikiwa kama mkandarasi ni mzembe, hakuna kucheka naye. Akizungumza na wananchi wa Kyerwa, waziri wa Ujenzi Mheshimiwa Abdallah Ulega ametoa maelekezo hayo ya kuvunja mkataba na kumfukuza kazi mkandarasi huyo anayejenga barabara ya Omurushaka Karagwe mpaka Rwenkorongo Kyerwa yenye urefu wa kilomita 50 na kusema kuwa mkandarasi huyo amekuwa akirudisha nyuma maendeleo ya wananchi wa Kyerwa. Inawaelekezeni TANROADS na mkurugenzi wa barabara kutoka wizarani kama ifuatavyo. Leo ni tarehe 31 mpaka itakapofika tarehe 28 ya Februari, maana mwezi huu unaisha tarehe 28, si ndivyo hivyo? Mmeshafuata taratibu zote za kuvunja mkataba wa huyu ndugu na tumfukuze kwenye kazi yetu. Kwa upande wake, mbunge wa jimbo la Kyerwa ndugu Alidin Sekela amesema kuwa barabara ya Omurushaka mpaka Kyerwa imekuwa kilio cha muda mrefu na kusema kuwa anampongeza waziri wa Ujenzi kwa kufika kutembelea na kukagua barabara hiyo na kusema kuwa serikali ya awamu ya 6 ni serikali sikivu. Maana yake serikali hii, tunaposema serikali ya Daktari Samia ni serikali sikivu, hii ndio inadhihirisha kwamba ni serikali sikivu. Nimeuliza swali ndani ya 72 waziri kani mwenyewe hajamtuma naibu, amekuja kujionea kero ya wanakyerwa. Tunakushukuru sana sana. Kwa upande wake, mkuu wa mkoa wa Kagera Ajati Fatuma Mwasa amemuomba waziri wa Ujenzi kuwa mkandarasi huyo
asipewe kazi nyingine katika mkoa wa Kagera, huku meneja wa TANROADS mkoa wa Kagera akisema kuwa mkandarasi huyu amelipwa bilioni 9 na mradi upo 5% ya ujenzi. Bila aibu kabidi barabara nyingine ya Murongo na ameshinda hiyo tenda. Tunaomba asipewe. Mkandarasi anatekeleza ujenzi kwa gharama ya shilingi bilioni 94.3 kwa maana kilomita zote 50 kwa kiwango cha lami. Ujenzi wa hii barabara kwa jumla ni 5.4. Na kwa upande wa malipo, mkandarasi aliomba malipo ya awali ambayo serikali imemlipa kiasi cha shilingi bilioni 9.15. Nikiripoti kutoka wilayani Kyerwa mkoani Kagera, Jacques Joachim, Channel 10. Asante Jacques Joachim kwa taarifa hiyo. Duru za kitabibu katika ukanda wa Gaza zimesema kuwa mashambulizi ya Israel yaliwaua takriban Wapalestina 30, ikiwa ni moja kati ya idadi kubwa zaidi tangu kusainiwa kwa usitishaji wa mapigano mwezi Oktoba. Jocelyn Zefania anaripoti. Mujibu wa maafisa wa hospitali zilizopokea miili ya marehemu siku moja baada ya Israeli kuishtumu Hamas kwa kukiuka masharti mapya ya usitishaji mapigano, mashambulizi yalilenga maeneo mbalimbali ya Gaza, ikiwemo mashambulizi kwenye jengo la ghorofa mjini Gaza na kambi ya Mahema huko Khan Yunis. Mkurugenzi wa hospitali ya Shifa, Mohamed Abselmia, miongoni mwa waliouawa ni wanawake 2 na watoto 6 kutoka familia 2 tofauti, huku shambulio la angani likilenga kituo cha polisi mjini Gaza na kuua takriban watu 14 na kuwajeruhi wengine kadhaa. Mashambulizi haya yanakumbusha kwamba idadi ya vifo Gaza bado inaongezeka licha ya makubaliano ya usitishaji mapigano kuendelea kusogea hatua kwa hatua, ikiwa ni siku chache tu jeshi la Israel lilisema vikosi vyake vitaendelea kusalia katika eneo hilo kulingana na makubaliano ya kusitisha mapigano na vitaendelea kufanya kazi ili kukabiliana na tishio lolote. Jocelyn Zefania, Channel 10+. Asante Jocelyn Zefania kwa taarifa hiyo. Mkuu wa wilaya ya Ilala Edward Mpogolo amesema Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni bingwa wa usafi wa mazingira Tanzania na barani Afrika kwa namna alivyozibeba ajenda hizo mabegani, akiwa na lengo la kuifanya dunia kuwa sehemu salama. Mpogolo amesema hayo wilayani Ilala jijini Dar es Salaam wakati akishiriki katika zoezi la usafi katika fukwe za Dengu, ambapo amesema hamasa anayoitoa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan imekuwa chachu kulifanya zoezi la usafi kuwa tabia kwa Tanzania. Kati ya watu ambao ni machampioni wa mazingira na usafi barani Afrika na Tanzania ni rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ninyi ni mashahidi, mtakumbuka hata alipokuwa makamu wa rais kwenye hizi fukwe hizi tumefanya naye usafi mara nyingi sana, na hata uzinduzi wa eneo hili la kutembelea hili Mheshimiwa Rais ndiye aliyekuja kuhakikisha anazindua. Lakini pale kwenye vile viwanja vya basketball pale Mheshimiwa Rais alikwenda akapanda miti. Hivyo tunaye kiongozi na jemedari wetu ambaye niye mpambanaji na kiongozi namba 1 wa masuala ya mazingira. Nao wadau wa mazingira walioandaa zoezi hilo, Mariam Lulida ambaye ni mkurugenzi wa shirika la Last Days na Nasibu Kitabu ambaye ni mkurugenzi mtendaji wa taasisi sio ya kiserikali ya Juza, wamesema lengo ni kuongeza uchechemuzi wa kufikia malengo 17 endelevu duniani. Na hii tunayoifanya leo ni tunatengeneza mazingira ya watu kupenda kuja kukaa katika bichi na kuishirikisha jamii kutunza bichi zetu. Waombe sana ndugu zangu, hii ni endelevu. Tumeanza kuzindua hapa, lakini tutapita katika coast line yote ya Tanzania nzima kuhakikisha bichi zetu tunazilinda na tunakuwa safi. Kutunza mazingira, hizi ni rasilimali ambazo wote tumezaliwa tumezikuta, na Mwenyezi Mungu ametupa mali hizi, lakini sasa jukumu la kutunza ametupa sisi, na ndio maana aliitwa Khalifa hapa duniani kwa ajili ya kutunza vitu vyote ambavyo Mwenyezi Mungu ametupatia. Kwa hiyo jukumu ni langu, ni lako, la yule, wote kwa ujumla wetu tuungane kwa pamoja. Kutoka Dar es Salaam, Nelson Munema, Channel 10.
Mjumbe wa Urusi Kilimir Dmitriev amerejea nchini Marekani kuelekea duru nyingine ya mazungumzo ya amani kati ya Ukraine na Urusi yaliyopangwa kufanyika mjini Abu Dhabi. Kupitia ukurasa wake wa Instagram, mjumbe huyo ameandika na amerejea Miami bila ya maelekezo ya kina na kuweka alama ya njiwa wa amani katika mikutano ya awali. Dmitriev amekuwa akijadiliwa na mjumbe wa Marekani Steve Witkoff. Mazungumzo hayo mjini Abu Dhabi ambayo yalianza tena wiki iliyopita baada ya kusimama kwa muda mrefu yanakusudia kuchunguza uwezekano wa kupatikana njia ya kumaliza vita vya Ukraine. Naam, kamati ya kudumu ya bunge ya afya na masuala ya ukimwi imesisitiza mpango wa kukabiliana na magonjwa yasiyo ya kuambukiza ambayo yanachangia zaidi ya 60% ya magonjwa yote nchini. Ni jukumu la pamoja linalohitaji ushiriki wa sekta zote na si afya peke yake. Mwanahabari wetu Amani Mbando ameandaa taarifa ifuatayo. Wakati magonjwa yasiyoambukiza yani NCDs yakichangia zaidi ya 60% ya magonjwa yote na zaidi ya theluthi moja ya vifo vyote nchini, Shirikisho la vyama vya magonjwa yasiyoambukiza Tanzania TANCDA limekutana na kamati hiyo kwa lengo la kuwajengea uwezo wa namna bora ya kukabiliana na magonjwa hayo kupitia utekelezaji wa majukumu yao. Hali sio nzuri, kuna lipiko inaendelea, lakini kitu muhimu nadhani kwamba kutokana na Wizara ya Afya na TAMISEMI imeshawekwa level ya care ya non-communicable disease mpaka kwenye primary care. Kuna health center sasa zina provide zile care, health center zaidi ya 710 tumeshawa train, tumeshawa equip, na kwa kweli tuna provide huduma at a different level, na hiyo nadhani hata jamii wanaweza ku access care kwenye primary care. Kwa upande wa serikali, kupitia Wizara ya Afya imesema ujio wa bima ya afya kwa wote unatarajiwa kupunguza gharama za matibabu ya magonjwa yasiyoambukiza, hasa kwa kusogeza huduma za afya katika ngazi ya msingi. Watu wengi wanafikiri bima ni prepaid services, yani unalipa kabla, na mtu kama hajaugua huwa anasikitika kwamba hela yake imepotea. Lakini bima tunasaidiana, tunachangiana kama kundi. Wachache wataugua, wengi hawataugua. Lakini wachache wanaougua, kwa mfano magonjwa yasiyoambukiza, kwa mtu ambaye anaugua afa anapata tatizo la figo kushindwa kufanya kazi, anapokwenda mara moja tu, mzunguko mmoja tu, akienda kupewa huduma inamgharimu 2,250. Bima mtu unachangia 1,150. Kwa hiyo hata ile ulichochangia mara moja tu hakiwezi kukutosha. Makamu mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya bunge ya afya na masuala ya ukimwi amesema mafunzo hayo yamewapa wabunge uelewa mpana utakaowawezesha kuishauri serikali ipasavyo katika utungaji wa sera zitakazosaidia kupunguza mzigo wa magonjwa yasiyoambukiza nchini. Ikiwa multisectoral kama hivi, afya peke yake kama afya inaweza ikashindwa tokomeza kama neno ambalo tunahitaji sasa hivi kulitumia, kwa sababu kuna mambo ya usafiri, kuna mambo ya mazingira, kuna mambo ya chakula, na kuna mambo mengi ambayo kadri tutakapokuwa tunajikita kwa pamoja kuyaongelea, ndipo ambapo tutaweza kutafuta suluhisho la pamoja katika bunge. Lakini sisi kama kamati tutasaidia uandishi wa hizi sera ambazo zitaweza moja kwa moja kuondoa zile changamoto ambazo wao wanaziona. Magonjwa ya moyo, kisukari, saratani pamoja na magonjwa sugu ya mfumo wa hewa ni baadhi ya magonjwa yasiyoambukiza ambayo shirikisho la TANCDA limekuwa likifanya utetezi yani advocacy ili kukabiliana nayo. Amani Mbando, Channel 10, Dodoma. Vijana takriban 1998 walioko kwenye vikundi 53 ambao walikabidhiwa leseni 106 za uchimbaji ili kupewa maeneo yaliyofanyiwa utafiti kwa ajili ya uchimbaji na kuachana na uvamizi katika mgodi wa Barrick North Mara, wameiomba serikali kupitia Wizara ya Madini kukamilisha mchakato wa maeneo hayo na vifaa ili kuanza kazi mara moja. Mwanahabari wetu Musa Makali ameandaa taarifa ifuatayo. Vijana hawa ni wale wanaoishi katika vijiji vinavyozunguka mgodi wa Barrick North Mara, ambao serikali ilikabidhi leseni ili kuhakikisha wanaunda vikundi na kuanza kuchimba katika maeneo yaliyofanywa utafiti. Sasa wanaiomba serikali kuharakisha mchakato huo ili kazi waianze. Tunaomba muende spidi, angalau muweze kutusaidia, tusiendelee kutokana majumbani kwamba ni kazi zimetukosa, ni swala la serikali, mambo ya siasa. Hebu muangalie namna ya kutusaidia angalau kidogo tuweze kupata manufaa katika swala hili ambalo mama yetu Samia Suluhu Hassan ameweza kulitamka. Chonde tunawaomba jambo hili isiwe la kuvuta muda mrefu. It means ni kwamba mnashusha moyo wa vijana
kwa kusubiri sana, na tutawasaidia hawa vijana kubadilika kutokana na hali walionayo kuwa matajiri wa kesho. Awali akitoa taarifa kwa niaba ya afisa madini mkoa wa Mara Hamadi Karae, akaeleza mpango huu hadi sasa umefikiaje. Ni ukosefu wa fedha za kuendesha mradi zikihusisha uratibu, utafiti wa maeneo yaliyotengwa, uanzishwaji wa shughuli za kichimbaji katika maeneo tengwa, uendelezwaji wa mgodi ambayo ikipewa msaada ingeweza kusaidia vijana kujishughulisha na shughuli za kimadini kwa haraka. Na kama tutawafanikisha wakaendelea na uchimbaji wao kama ambavyo imepangwa na serikali, tunaamini wanaenda kuwa matajiri wakubwa kama ilivyoelezwa. Ni kutengeneza mpango kazi wa awamu ya pili na jinsi gani tutaendelea na utekelezaji. Kisha maelekezo ya naibu waziri wa madini Daktari Steven Kiruswa yakawa ni haya. Ndio hizo tumesema tumeshapata, si ni kweli? Hata wale ambao imepata migogoro kidogo imeangukia taasisi, msijali. Serikali hii, nchi hii yote inasimamiwa na Rais Mama Samia, ndio mwenye dhamana ya ardhi hii. Mtapata leseni kama ile uliopewa haijakufaa, itatafutwa nyingine, utapata leseni. Lakini niwahakikishie mradi huu unakwenda kutekelezwa. Tulitamani uzinduzi usivuke mwezi wa pili. Hatua hizi zinazoendelea huku ndio zitatupelekea kwenda kasi zaidi. Jina langu ni Musa Makali na hii ni Channel 10. Chama cha Mapinduzi CCM wilayani Nyamagana mkoani Mwanza kimewasihi vijana kutorubunika wala kupokea vishawishi vya aina yoyote vinavyoleta uvunjifu wa tunu ya amani katika taifa. Mwanahabari wetu ameandaa taarifa ifuatayo. Tuhakikishe kwamba chama chetu tunakilinda kwa hali mpya na nguvu mpya. Tunawapa ushirikiano viongozi wetu, tunampa shime, tunamuombea Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, aendelee kufanya kazi. Ni miaka 49 CCM ikielekea kuandika historia ya ukomavu katika siasa nchini Februari 5 mwaka huu, tangu ilipozaliwa mwaka 1977, bendera rangi ya kijani ikipepea kwa mara ya kwanza. Mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi wilaya Nyamagana Peter Bega anayatumia maadhimisho ya siku hii kupitia Umoja wa Vijana UVCCM Nyamagana kuwasilisha salamu hizo. Na kwenye hili Mheshimiwa Rais, usisikilize maneno mama yangu, kwa sababu maneno ya kupinga ya kuanzia duniani hapa yalianzia mbinguni. Uongo kweli? Kweli. Shetani alimpinga Mungu akarushwa hapa. Leo kazi kubwa inayofanyika Daktari Samia Suluhu Hassan, nani ambaye haioni? Lakini kigezo kinakuja, unajua ni mama ameteuliwa na Mwenyezi Mungu kuiongoza nchi hii kwa kipindi hiki. Kwa kuwa vijana ni nguvu kazi ndani ya taifa, mwenyekiti wa UVCCM wilaya Nyamagana Musa Magana anaona ipo haja vijana kuwa wabunifu kwa kuanzisha miradi ya ujasiriamali. Mama Samia hana ubaguzi. Lengo lake ni kila kijana aendelee kupata fursa. Ametuwekea wizara, ametuwekea fedha za mikopo kwa ajili ya vijana wanaokuwa na miradi kupitia vikundi. 4% ya mikopo ya vijana katika halmashauri zetu. Twende tukaanzisha vikundi kupitia wenye vitu wetu wa makata. Katibu wa CCM wilaya ya Ilemela Hassan Miranga amesema ukomavu wa CCM nchini ni ishara ya ukombozi kwa kupata viongozi wenye uzalendo, wakiwemo vijana wenye nia thabiti ya kulitumikia taifa. Ndio mtakaobeba dhamira, ninyi ndio mtakaobeba ngao ya kuhakikisha kwamba chama hiki kinaendelea kuwa katika madaraka. Katibu ubarikiwe. Amen. Na ili yeye yafanyike, yanahitajika mambo makubwa manne. La kwanza, uzalendo wa kutukuka. CCM ndiye baba. Kuanzishwa Chama cha Mapinduzi kupitia waasisi wakiongozwa na hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere kulikwenda sambamba na uongezaji nguvu za ushauri katika harakati za ukombozi kwa mataifa mbalimbali barani Afrika. Mamlaka ya mapato nchini TRA mkoa wa Mtwara imewataka wafanyabiashara mkoani humo kuanza kujifunza kutumia mfumo mpya jumuishi wa kodi za ndani IDRAS unaorasimisha taratibu zote za ulipaji wa kodi, mfumo ambao utaanza kutumika Februari 9 mwaka huu. Mwandishi wetu Adam Malima ameandaa taarifa ifuatayo. Akizungumza wakati wa mafunzo ya jinsi ya kutumia mfumo huo mpya wa IDRAS, kaimu meneja wa TRA mkoa wa Mtwara Daniel Katamboi amesema mfumo huo utarahisisha ulipaji na ukusanyaji wa kodi, ambapo wafanyabiashara wote ndani ya mkoa wa Mtwara watapatiwa elimu ya jinsi ya kutumia. Ni kwamba tujifunze mfumo huu, tuuitikie mfumo huu kwa sababu ndio wa kwetu na tunaenda kuutumia huu kuanzia hiyo tarehe 9.
hiyo mifumo mingine itakuwa imezimwa. Kwa wito kwa watu ambao labda ni wa wilayani, TRA inakwenda pia kutoa mafunzo haya kuanzia wiki ijayo. Kwa hiyo wasijisikie kwamba hawajajumuishwa katika hili. Tunakwenda kuwafikia. Wakizungumzia mfumo huo mara baada ya kupewa mafunzo ya jinsi ya kutumia, wafanyabiashara wanasema mfumo huo utatatua changamoto za ulipaji wa kodi. Tunakwenda kupata mafanikio makubwa katika kugundua yale mapungufu ambayo wahasibu labda alikuwa anatengeneza. Sasa tunakwenda kupata uwazi wa kutosha. Lakini wengine ni wale wafanyabiashara wapya ambao wanakwenda sasa kujifunza biashara. Ni matumaini yangu tukishiriki pamoja katika kuhakikisha tunayaona mafunzo umuhimu wake na kazi iliyofanyika, tunakwenda kwa walipa kodi wazuri na serikali inaweza kukusanya fedha vizuri. Kimsingi mafunzo ya leo ni muhimu sana kwa wafanyabiashara kwa sababu yanakuja kutatua changamoto ambazo wafanyabiashara wale ambao wanajikadiria kodi kuwa huru zaidi katika kufanya biashara zao, kwa sababu hii mifumo imeunganisha mifumo mingi sana. Kutoka mkoani Mtwara, Damarima Chandarteni. Naam, na sasa tujiunge na mwenzetu Pauline Mbungi kwa ajili ya habari za michezo na burudani.